Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 8 mwezi Machi, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Yohane wa Mungu Mtawa. Yohane wa Mungu alizaliwa nchini Ureno mnamo mwaka 1495. Alilelewa akimtumikia mtawala wa Hispania aliyeitwa Oropeza. Yohane tangu akiwa mdogo alikuwa mwaminifu na mwenye moyo wa ibada. Alifanya kazi katika jeshi la Ufaransa kwa muda mfupi na baadaye kama mchungaji kule Sevilla, na kisha akajitoa mhanga kuwauguza wagonjwa. Alipenda kusoma vitabu vya kiroho na kutazama picha za watakatifu, lakini wakati alipokuwa na umri wa miaka 45, mtoto Yesu alimtokea siku moja katika ndoto na kumwambia, Yohane wa Mungu, Granada itakuwa msalaba wako. Akiwa katika mji wa Granada, mji aliojaribu kuurekebisha, aliguswa sana na mahubiri ya Mtakatifu Yohane wa Avila, hivi kwamba aliwagawia mali zake zote maskini, akaachilia maisha yake ya ujana ya dhambi, hata watu wote wakafikiri amechanganyikiwa. Hata hivyo, Mtakatifu Yohane wa Avila alimshauri na kumuungamisha, na baada ya hapo alijitoa kabisa kuwahudumia maskini na wagonjwa. Alipangisha nyumba ndogo kule Granada ambako aliwakusanya wagonjwa katika nyumba yake. Aliwaosha miguu, aliwapa msalaba wa ubusu, kisha aliwapa kitanda na kuwashauri kumwona padre ili aweze kuwaungamisha. Ingawa alifanya kazi peke yake, lakini aliweza kuiweka nyumba na mazingira yake katika hali ya usafi, kupika, kufua nguo zao, kuwapa dawa ambazo madaktari wenye moyo mkarimu na wa huruma walimletea kwa ajili ya wagonjwa. Muda uliobaki aliutumia kusali, kukesha na kuomba mahitaji kwa ajili ya wagonjwa. Wakati akipita mjini kuomba mahitaji alisema, nani anapenda kupata baraka? Enyi ndugu zangu, kwa ajili ya upendo wa Mungu utapata baraka. Alianzisha shirika la mabradha wauguzi wa Mtakatifu Yohane wa Mungu waliohudumia hospitalini nchini Italia, walioitwa mabradha wa kutenda mema. Alianzisha hospitali zaidi ya 100 za shirika katika sehemu mbalimbali duniani. Yohane wa Mungu aliwakusanya wakimbizi, wajane, yatima, makahaba, wanafunzi maskini na wasioajiriwa. Hawa wote walipata msaada na faraja kutoka kwake. Askofu wake aliunga mkono jitihada yake kwa kumpa msaada. Utakatifu wake ulishuhudiwa na miujiza mingi aliyoifanya. Alifariki akiwa na umri wa miaka 55, ikiwa ni tarehe 8 ya mwezi Machi mwaka 1550, wakati akiwa amepiga magoti akisali mbele ya altare. Alitangazwa mtakatifu mnamo mwaka 1690. Mtakatifu Yohane wa Mungu ni msimamizi wa mahospitali, wagonjwa, wauguzi, wachapishaji na wauzaji wa vitabu. Yohane wa Mungu anajulikana sana kwa upendo wake kwa wagonjwa na maskini. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Mtakatifu Yohane wa Mungu ametuachia ujumbe mfupi unaotokana na safari ya maisha yake.
Fanya kazi bila kukoma, ukiwatendea watu mema kwa nguvu zako zote, wakati muda bado unakuruhusu. Bwana, taji lako la miiba ndiyo waridi langu, na mateso yako ndiyo paradisi yangu. Watakatifu wengine tarehe 8 mwezi Machi: Mtakatifu Veremundi na Mtakatifu Beata, watakatifu Filemoni na Apolonius Mashemasi, Mtakatifu Arianus mfiadini wa Misri, Mtakatifu Ponsius Shemasi wa Tunisia, watakatifu Cyrillus askofu, Rogatus Felisi, Beatus, Herenia, Felista, Urbanus, Silvanus na Mamilus askofu, na pia watakatifu Dacianus na Jokundus wafiadini wa Afrika Kaskazini. Mtakatifu Yohane wa Mungu Mtawa, utuombee.